siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa AD+. Karibu katika podcast mpya kabisa, podcast ya Mafahim ama Mafahim podcast. Kipindi ambacho kitakuwepo hapa kitakuwa tunadadavua, tunaelezea kwa undani maudhui tofauti zinazohusu dunia yetu, zinazohusu jamii, zinazohusu maisha kwa ujumla. Na kipindi hiki mada ambazo tutakuwa tunazileta ni mada ambazo ni nyeti sana, na vile vile tutakuwa tunazungumza lugha ambayo watu wote watakuwa wanaweza kuielewa, pamoja na marika wote, ni miaka yote ambayo atakuwa mtu anayo akisikiliza podcast hii atakuwa ni mwenye kuelewa. Na atakayekuwa ni mgeni wetu katika podcast hii ya Mafahim ambayo tutaendelea naye katika msimu huu mzima, si mwingine bali ni Sheikh wetu kipenzi chetu, Sheikh Taha Bane. Sheikh, karibu sana. Kabla sijaelezea watu kofia ulizonazo, nikupatie nafasi kwanza uwasalimie watazamaji wetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Taha Bane bana ana kofia nyingi. Ana kofia nyingi sana. Amenitolea mfano hapa, ameniambia unamfahamu Jongo? Ile miguu yake ndio vitu vingi ambavyo watu wanamnasibisha navyo. Lakini itoshe tu kwa Sheikh Taha Bane ni miongoni mwa wajumbe katika Hayatul Ulama, na vile vile ni mwenyekiti wa iftah ama wa fatwa katika hiyo Hayatul Ulama. Sheikh Taha Bane pia yeye ni mwalimu na ni msimamizi kwenye kitengo cha dini kule Al-Haramain, ni mhadhiri katika chuo cha Al-Baraka cha Kulliyatul Quranul Karim na mengine. Sheikh, kuomba radhi nitasimama hapa kwa sasa kwa kofia zako. Sheikh, ilitosha tu Taha Bane. Lazima watu wakufahamu vizuri. Sasa mtazamaji, leo kwa vile ni kipindi cha kwanza, tutaanza na maudhui muhimu sana. Hii maudhui imefanya mambo mingi sana katika maisha yetu. Umeweza ukikaa ukajiuliza sababu za watu kutafarukiana sana katika familia, utakuta sababu ni hii mada ambayo tunaizungumza. Jela, watu wengi wamejazana kule jela mahabusu, si kwa sababu nyingi katika sababu ambazo watu wameingia nazo jela ni kwa sababu ya utafutaji hii mada ambayo tunaizungumzia. Mke na mume, katika sababu zinazopelekea watu kupata talak mara nyingi inakuja katika migogoro. Chanzo ukiangalia ni kuwa labda mume alikuwa kuhatimizi hili ambalo tutalizungumza leo. Na vile vile utakuta labda ndugu wana familia, baba alifariki akaacha mirathi, watu wakazozana wewe, mpaka wengine wakafungiana midomo, wengine wakapelekana mahakamani. Yote ni kwa sababu ya hii mada ambayo tunazungumzia. Ni mada nyeti sana, mada ambayo lazima utege sikio usikilize vizuri sana. Tunazungumzia arrizq, riziki. Mambo mingi yametokea kama nilivyotangulia kusema haya, na ni kwa sababu ya rizq. Je, hii rizq inatoka wapi? Tumeandikiwa moja kwa moja? Na kama tumeandikiwa, ni mali peke yake ama kuna njia nyingine za kupata rizq? Ungana nasi hadi tamati ya podcast hii ya Mafahim. Sheikh Taha Bane, tuanze kwa mukhtasari kutuelezea rizq. Tukisema rizq ama tukizungumzia riziki, kwa sababu riziki mara nyingi anambia nenda kutafuta riziki, maana yake nenda kutafuta pesa. Sawa? Je, riziki maana yake ni ile pesa ama kuna maana pana zaidi ama ufahamu mpana zaidi wa hii riziki? Naam Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa mara nyingine tena niseme, ndugu watazamaji wetu wa kipindi chetu hichi na chimbo chetu hichi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuanze kulielezea neno arrizq. Sawa. Neno arrizqu ni tamko la lugha ya Kiarabu. Na kwa bahati nzuri kwenye Kiswahili pia tunapita humo ingawaje tunakidhi
matakwa ya Kiswahili, baada ya kusema rizq tunasema riziki, lakini hatuko mbali sana. Aha, tayeb. Ni hii tunaita rizqu, ndio hii tunaita riziki. Ndio. Sasa hii neno riziki imechukua maana pana. Riziki ni nini tutaielezea, mpaka kuna baadhi ya watu wana majina anaitwa mtu riziki, riziki. Pengine ukimuuliza kwa nini umeitwa, ilikuwa mwaka ule ilikuwa shida sana utafutaji wa riziki ndio mazingira ikaonekana hivyo, au kulikuwa na ugumu wa maisha, lakini katika mazingira ya kuzaliwa mimi Mungu alijalia ndio kipindi ambacho watu walikuwa katika neema, ndio nikaitwa riziki. Almuhim kwamba riziki ni nini? Kwenye macho ya Uislamu, riziki ni mahitaji yoyote yale au chochote kile ambacho binadamu kinamnufaisha kinaitwa riziki. Chochote kile ambacho kinamnufaisha kinaitwa riziki. Mmoja wa wanasheria Imam Ibn Rasalan au sahibu Zubad, yeye katika moja ya biti zake sema warizqu ma yanfa'u wa in muharrama. Warizqu ma yanfa'u wa in muharrama. Ukirejea matini ya Zubadi katika moja za abiyati alipozungumzia riziki, aliitambulisha riziki kwamba ni kile kinachomnufaisha mtu hata kama kilikuwa ni cha haramu. Na ndio maana utakuta inapoelezwa kwa Muislamu kutafuta riziki, neno linafungwa, Muislamu anatakiwa atafute riziki ya halali. Maana yake usipolenga ya halali, ili mradi iwe riziki tu, hata ukimkaba mtu, hata ukimchinja mtu, hata ukimnyang'anya mtu, hata ukipora cha mtu, unachokipata kinaitwa riziki. Maadamu ukishakipata wewe kinakufaidisha, hicho kinaitwa riziki. Kwa hivyo neno riziki, kila ambacho mtu kinamfaidisha, kinamnufaisha, kinaitwa riziki. Iwe amekipata kwa njia halali au kwa njia haramu, au chenyewe ni halali au ni haramu. Ila sasa tutaona huko mbele kama mazingira yataruhusu, kama Muislamu naweza tu maadamu kinachomfaa mtu ndio riziki kiende kwangu. Hapana, Muislamu atafungwa utafutaji wa riziki iliyo halali. Lakini maana ya neno kama msamiati, neno riziki ni kila kinachomfaa mtu hata kama kilikuwa ni cha haramu. Na ninapomnukuu Ibn Rasalan, huyu ni mwanachuoni nguli wa sheria, anasema katika Zubad, warizqu ma yanfa'u wa in muharrama. Na riziki ni kila kinachomfaa mtu hata kama kilikuwa chenyewe ni cha haramu au ni haramu. Kwa maana hiyo utaona riziki sio pesa peke yake. Riziki sio pesa peke yake. Kwa hivyo kuna kitu chochote chenye manufaa, kiwe ndani ya mwili, nje ya mwili, ni manufaa. Manake macho ni riziki, mdomo ni riziki, ilmu ni riziki, kupendwa na watu ni riziki, afya njema ni riziki. Chochote chenye manufaa kwa mwanadamu, hicho ni riziki. Na kwa maana hiyo utakuta kwamba kuna riziki muktasab inayochumwa, na kuna riziki haichumwi. Mimi macho sikuyanunua, masikio sikuyanunua, uwezo wa kutamka na kunena sikununua. Kwa hiyo utakuta ukikuta ile tukimwambia mja tafuta riziki, basi hapa tunaingia zile riziki ambazo zinachumwa. Uwezi kumwambia mtu tafuta uhai. Hapana. Riziki uhai hiyo hatafuti mtu, ila tu ukimwambia linda uhai, una maana achunge neema ya uhai leo nayo, asisababishie kutoweka, asijinyonge, asile vyakula vichafu, asile sumu, asiudhi watu ili wamdhuru na kadha na kadha. Kwa kweli hili neno kama ulivyolitambulisha riziki, neno lina maana pana na ni kitu kikubwa sana katika maisha ya binadamu. Sawa. Sheikh, umetangulia kusema chochote chenye manufaa, na nilikuwa nataka nijue uhusiano uliopo baina ya kutafuta ama kufanya kazi na riziki. Yani unajua bana, Sheikh Twaha, kuna watu wanajishughulisha na njia tofauti.
Sawa, kuna mtu ni mfanya biashara, ana siku zake mambo yanaenda vizuri, ana siku zake haendi vizuri, lakini anatoka kwenda kutafuta. Kuna ambaye labda shughuli yake anafundisha, yeye pia ana siku zake nzuri na ana siku zake mbaya. Kila aina ya tasnia ya taaluma watu wanatoka kwenda kutafuta. Nataka nijue uwiano, je, kule kutoka kutafuta na risk kuwa inapanda na kushuka, kuna alaka gani baina ya amali na risk? Ukweli ulivyo, mahusiano ni makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyetuumba sisi, na kila mmoja kutokana na ilmu ya Allah ni tofauti na ilmu ya viumbe. Kiumbe ilmu yake ni ya kuchumwa na kutafutwa, ni riziki nayo pia. Lakini pia binadamu ilmu yake ina ukomo wa kutambua mambo. Yawezekana asijue, sio mwakani, mimi na wewe hapa baada ya dakika moja kutoka hivi sasa hatujui kitu gani kitakuwa. Lakini Allah anajua hata watu watakaozaliwa miaka 50 ijayo watazaliwa wapi na katika mazingira gani, na katika maisha yao watakuwa na uchumi wa aina gani, na utatokana na vyanzo gani. Ndiyo. Sasa haya Mwenyezi Mungu, kama unavyosema ya Mungu si ya mzungu, ya Mwenyezi Mungu sisi tunamwachia mwenyewe. Ila alichotupa sisi upande wa sheria ni jukumu letu kutafuta riziki zile ambazo si za asili, kama uhai, kuzaliwa, tuzitafute. Huwezi ukakaa nyumbani umekucha ukae hivi tu useme riziki bana inatoka kwa Mungu, wewe hata ukifanyaje bana hapana. Ile kutafuta ni wajibu, amewajibisha riziki itafutwe. Sheikh, nikukatize kidogo hapo. Unajua bana, tukiwa wadogo tulikuwa tunasoma kana 40 Nawawia kuhusiana na ile hadithi ndefu kuhusiana na inna ahadakum yujma'u. Sasa kuna kile kipengele ambacho kinasema kuwa tushaandikiwa sisi riziki zetu tukiwa ndani ya matumbo ya mama zetu. Ndio. Sawa? Ndio. Hapo unasema uwezi kuamka asubuhi ukakaa na mimi riziki yangu ishaandikwa Sheikh. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika hiyo kuandika hakukuonesha we kadi yako, umeona hii hapa hii, ili uone leo ndio ile siku ya zero, ngoja nitulie nyumbani. Na ndio maana utakuta kulu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, vile mnavyovichuma. Na ndio maana waqul i'malu, waambie hao fanyeni kazi. Hakusema kwa kuwa nishawaandikia watulie tuli mahala, hapana. Ni ile swala la kuandika ni lake yeye, na sisi tunaishi kwa amri zake, si kwamba alichokishafanya, kwa sababu hakuna mmoja wetu tunajua tumeandikiwa, lakini nimeandikiwa nini mimi hatujui. Hakutaka, ile ametaka uchakarike. Unaweza ukahangaika leo mpaka saa 12, kumbe maskini 12:30 unaondoka duniani. Unaweza ukagomba na mtu, umesikubali unibabaishi bwana, Jumatatu lazima tukutane mahakamani, wewe Jumapili ukajifia. Subhanallah. Sisi katika kutafuta riziki za kutafuta tumepewa amri ya kuzitafuta. Alioandika ni yeye kweli, wala hiyo hadithi mliosoma utotoni hiyo itasoma mpaka uzeeni na ukweli wake utabaki hivyo hivyo, lakini maana yake lazima tutafute. Tusipotafuta riziki tunalawama kisheria, kwa nini hatutafuti? Kweli? Naam. Hatuwezi kubweteka ukakaa tu. Na ndio maana tutanabia mfanye kazi. Riziki, kupata nusra ni riziki, lakini Allah amemtaka mja aitafute hiyo nusra. Tume Mwenyezi Mungu amesumbuliwa, ni mtume kipenzi cha Allah, kipenzi cha umma, lakini hakumwambia riziki ya nusra imeshaiandika, usipate tabu. Amehangaika, amechakarika, amechukua tahadhari zote. We lala hapa, kaa hapa, usitoke. We panga hivi, fanya vile. Tumtafute mtu mwerefu wa njia tuweze kupita maeneo salama, kutafuta riziki ya uhai na salama na kupata nusra katika majambo. Kwa hivyo kutafuta riziki ni jambo la lazima. Ni lazima. Ni lazima. Na ndio imekuja amri waqul i'malu, waqul i'malu, waambie hao i'malu, fanyeni kazi. Wakati anayetuma kumtuma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
atuambie huyo anayetuma, atuambie ndio ambaye riziki ashapanga, alimtuma mtu bikatbi rizqihi, andika huyo riziki yake iko kadha kadha. Hii tunaita qadar, na hakuna kitu kigumu kuliko maana ya qadar. Qadar, na watu wengi tunachanganya majambo. Kabisa. Qadar uhakika wake ni hii: qadar ilmun wa kashfun la jabra fihi. Ilmun wa kashfun la jabra fihi. Qadar ya Allah ni ile ilmu yake pana na namna alivyo yaweka wazi mambo, anajua toka sasa mpaka kiyama kutotokea nini. Lakini la jabra fihi, hakuna kutenzwa nguvu kwamba madam mimi ninajua yule Twaha yule atafanya tendo fulani baya, Allah anistiri mimi na sote. Si maana yake sasa anatuma malaika, hebu nendeni yule mkamburuze aende kwenye pombe, kwa sababu mmeshaandika lisije likafeli ili jambo. Hapana. Baada ya hapo anakupa free. Mfano wa kibinadamu, walillahi almathalul a'la, mfano wa Mwenyezi Mungu mkubwa, lakini katika kawazi somo mfano wa qadari ya Mwenyezi Mungu ambayo tunasema ilmun wa kashfun la jabra fihi, ni elimu na namna Allah alivyokuwa muwazi waja, kila jambo analiona, lakini hakuna kumburuza mtu, kama vile mwalimu aliyekuwa bobezi. Amesoma saikolojia ya wanafunzi vizuri, amesoma zile methodology za ualimu vizuri, ana uzoefu, anaweza kusema katika darasa lenye wanafunzi 40 au 25 wote anawasomesha kwa wakati mmoja, testi anatoa kwa wakati mmoja, na anafanya kazi kwa uwazi. Akasema wewe bana utapata chini ya 50, au wewe utapata division 1, wewe utapata kadhaa. Nimeshakwambia tu, tena nishakwambia kabisa utapata hivyo. Tena uwe mtihani sio testi zake mwenyewe, hapana, mtihani hasa ule ambao unakatwa lakili darasani, anakabidhiwa kila mtu, wasimamizi wanatoka nje na sio walimu wa pale. Huyu mwanafunzi akijatoka na 0 au na F kama alivyoambiwa na mwalimu, ana haki ya kumlilia mwalimu, wewe ulivyotaka kimetokea sasa. Hapana. Mwalimu hana alaka yote, alimwambia tu kwa sababu namna anavyojua huyu hatoki. Lakini sio alomsababishia kule kufeli. Huu ni mfano, lakini Mwenyezi Mungu ahata bikulli shay'in ilma. Ihata ni kama vile nyumba na fence. Ameizunguka. Elimu zote sisi hazina ihata. Mimi nakujua wewe ukiwa hapo, tukitoka nje ya kijichumba cha studio, sijui unafanya nini hapo sehemu ya pili. Sasa kutokana na kujua huku, ndio anamtuma malaika ambia, andika huyu atakuwa hivi, atakuja kuwa hivi, kwa namna ninavyomjua. Na ndio maana tofauti kabisa kati ya ilmu ya Allah tabaraka wa taala na ilmu za makhluq. Ilmu za makhluq kwanza ni muktasab, pili mahdud, pili zinatanguliwa na jahal. Mtu anazaliwa, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Baadaye unasota hivyo hivyo a e i o u au alif b t mpaka unapata ilmu, na ilmu yenyewe utakaipata pia ni ile ile kiduchu, wama utitum min alilmi illa qalila. Hufiki mbali, lakini ilmu ya Mwenyezi Mungu haitanguliwi na jahili, wala sio muktasab, wala sio mahdud. Kwa hivyo anajua kila kitu kabla na baada, na ndio maana wasema Allah tabaraka wa taala anajua makana, yaliyokwishakuwa, wama yakunu, na yanayokuwa hivi sasa, wama sayakunu, na yatakayokuwa baadaye, wama la yakunu, na yale ambaye hayawi kabisa, hayamo katika ratiba ya kuwa, lakini pia anajua fima laukana, kama yangekuwa, kaifa yakunu, yatakuwa vipi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu kuna watu wale amesema kabisa hawana nafasi ya kwenda peponi kwa mabaya yao, lakini hata hivyo wataomba warudishwe tena duniani. Hilo halipo la kurudishwa, lakini amesema walau ruddu, lau wangerudishwa la adu limanuhu anhu, kwa namna anavyojua wangerudia hayo, ingawa hilo halipo kabisa. Lakini fardhan, tuondoe mzozo,
kama wangerudishwa wangerudia upuzi wao huo. Tukirudi kwenye nukta yetu ni kwamba kwa mantiki hiyo riziki ameandika. Ni huu utaratibu wa kufundisha sisi ujue kwamba Allah ambaye anajua kila kitu kabla na baada anaandika. Kuweka rekodi ni jambo zuri katika mambo muhimu, lakini Allah haandiki kwa kuchelea kusahau. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ndio. Yeye hana cha kusahau wala kusinzia wala kubabaika, lakini anajua kila kitu. Sasa riziki ya kila mmoja wetu Allah anaijua, lakini pamoja na kuijua anataka uishi katika awamir. Ndio maana akaagiza tufanye kazi, waambie hao wafanye kazi. Muda wa swala imefika Ijumaa, waache kazi wakahudhuria Ijumaa. Imeisha, fantashiru. Sasa utafutaji wa riziki hauendi, yani una mahusiano na amri. Amri lazima zitekelezwe za kufanya kazi, lakini na riziki ni jambo la asili, kwa kuwa wewe hujui na ametaka usijue ili ufanye kazi kwa uwajibikaji uliokamilika, kwa sababu hujui lini utaondoka duniani, lini na muda gani utaendelea kubaki. Kwa hivyo hakupanga utaratibu kwamba utegemee majaliwa yake tu. Baada ya kufanya kazi, hayo majaliwa ndio yatahukumu, Allah amenipangia hivi, yule bwana nimesoma naye darasa hili moja, testi tunafanya pamoja, mwenzangu anapata division 1, mimi napata ubwana afya au ubibi afya. Unaojua bwana afya, miswaki F zile. Wakati mko pamoja, mnawahi wote darasani, mnafanya mazoezi na kila kitu. Hapa sasa likisha tokea na ndio ala, kumbe Allah amenikadiria hili. Wakati juhudi nimefanya, pirika nimefanya, nguvu nimewekeza na vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo tuna summary kwa mtazamaji wetu kwamba riziki ni kila kinachomfaa mwanadamu, hata kama kilikuwa cha haramu. Na Muislamu na watu kwa jumla tunatakiwa tutafute riziki za halali. Mbona Allah shaandika? Naam, ni utaratibu wake, lakini amri kwako wewe na mimi ni kuitafuta hiyo riziki. Sheikh, hapo bado kwenye point hiyo, ndio kuna swala la kuwa nakwambia sisi hatufi mpaka tumalize riziki zetu tulizoandikiwa. Sawa? Na tunamsema bana, kama ni yako itakuja, yani kama ni riziki yako utaipata. Sawa? Sasa Sheikh, hapa narudia tena kwa riziki Allah anajua, na sisi tunaamini, Waislamu wengi tunaamini ya kwamba ikiwa riziki ni ya kwako utaipata, mahma kana utaipata. Sasa kuna ile mtu anakaa na kujiambia mimi itakuja. Bidii haiko sana, kwa sababu nifanye bidii, nisipofanya bidii madamu tumeambiwa itakujia, riziki itakutafuta. Na yako mifano mingi, yani unaweza ukajiambia yani 10,000 kama umeandikiwa hiyo. Kwa mfano unaiona kabisa inatoka kule inaenda kule, ukishaipata unasema hii ilikuwa riziki yangu mimi baadaye. Lakini unaweza ukaiona, yani imepita pale, ikapita pale ikaja kwako, tumia hii kwa mfano. Sasa hapa yani kwa tuna ule ufahamu wa kuwa riziki yako ni yako, utaipata vovote utakavyokuwa. Ikiwa umeandikiwa riziki yako utaipata, na ikiwa si riziki yako hata utaabike vipi, kama ulivyosema, siku Allah amekuandikia ni 0, wewe bado unatakiwa utoke ukatafute. Lakini yani nasema mtu anajijua, yani ile fikra ya kuwa bana, riziki yangu ni riziki yangu, kwa nini nipate tabu? Kwa nini nijitabishe wakati najua Allah shaniandikia riziki yangu ni hii? Ile jihad, na hiyo ugonjwa huu upo sana hata kwa vijana. Yani kuwa bana, ya nini niongeze ile nguvu ari ya kutafuta maisha, yani wakati tayari Allah shatuandikia. Sisi tukisoma tunajua ya kwamba riziki zimeandikwa. Hapa Sheikh, kijana anasema hayo akiwa kijiweni au amelala kitandani. Wengine wakiwa wamelala kitandani, hatoki kabisa chumbani, tuseme hatoki kabisa. Hata sebuleni kunywa chai kwa dada yake endi. Si kweli. Ukweli ulivyo, jina hichi kipindi kwa kweli kimekuja kwa wakati. Hizi mafahimu kwamba ni uelewa mbaya. Ndio. Hiyo kuamini kwamba riziki itakufuata, itakuwa yako, kama yako ni yako. Ni kweli, kama yako ni yako, hii maana yake tutafute riziki kwa taratibu zilizokuwa nzuri. Tusiue watu,
tusidhulumu watu, tusiwaonee watu, tusiwatapeli watu, tusiwafitini watu, tusiwaonee roho mbaya na vijicho watu. Maana yake tusipite lakini sio tusifanye kazi kwa bidii, hapana. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutqina, Allah anapenda mmoja wenu akifanya amal aifanye kwa weledi na kwa umakini uliokuwa mkubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi kwa bidii, kazi zote, iwe ni dawa kwa bidii, bali hata alivyokuwa anajenga msikiti pale Madina alikuwa ananyanyua matofali kwa nguvu zake, mpaka wengine waliochoka wakachangamka, wakafikia kusema la in qaadna warasulu ya'malu la dhaka minna al'amalu almudallalu. Ikiwa kweli sisi tunaketi hivi na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafanya kazi, anatoka jasho pale, kweli hilo ni amali ya kipotovu sana kwa kweli. Maana ikiwa yako ni yako, maana yake hata kama watatokea watu kukufanyia mnachoita nyinyi figisu, roho mbaya, fitna, uchochezi, kukukandia, kukupakazia ili usiipate, maana yake mwisho wa yote utakuja kuipata tu. Hiyo ndio maana, lakini sio maana yake kwamba kama riziki yako itakuja maana yake ukae kitako. Aliopanga riziki hajasema tukae kitako. Hicho tunachokifahamu sisi kwenye riziki, kama ndicho Allah asingeamuru tufanye kazi, angetaka tubaki tu hivi hivi, wala asingetupangia swala hizi zikawa na muda, uwe na muda wa ziada kufanya hili na lile, asingetupa majukumu. Wala asingetupa majukumu sie ya kutoa sadaka, ya kutoa nini, kumbe mtu ukae kitandani tu namna hii umebweteka. Hapana, maana ya riziki ikiwa imeandikwa tu, maana yake juhudi ukiwekeza hata kama za wastani, riziki yako utaipata. Huna sababu ya kutumia nguvu zilizopitiliza ukaona umfitini mtu, kama unavyoona baadhi ya maeneo yanafanyika mambo ambayo katika sheria ni haramu. Mtu mmekaa hapa magengeni, wewe umepanga biashara yako pale, kama nyanya zako, mboga zako pale, mtu amekaa hapa, ameshasimama kabisa anataka kununua hapa, mwenyewe hayupo hapo, chukua hii hapa hii, kumbe mwenzako ametafuta change tu pale. Hutakiwi kufanya hivyo. Yeye mwenyewe akiona yuko hapo, mwenyewe hapo yule pale anachukua change. Kwa nini wewe gani hapo? Kadha amwe mwenyewe. Yani tutafute kwa njia ya halali. Kwa njia ya halali, maana kama yani riziki itakuja, sio maana yake usiitafute, sio maana yake usifanye kazi, maana yake usiitafute kwa mabavu, usiitafute kwa nguvu zisizokuwa sahihi. Ufitna, uizi, uchochezi, umwagaji damu, ukafanya vitu vibaya, ukaua, ukadhuru, ukafanya watu mambo ya kichawi, ili mradi tu wewe ukimua mtu hurithi wake, atarithi ndugu yake tu. Kwa kweli hiyo ndio maana ya neno ya msemo huo wale usema baadhi ya watu kwamba riziki kama ipo tu, itakuja tu, na Allah amefanya makusudi siri ili usiwe na uhakika kwamba mie ni katika wale ambao ipo au haipo ya haraka, ili uitafute. Lakini sio ukalie kitako. Sawa Sheikh. Na kilichokatazwa hapo kutumia mabavu na kucheza rafu katika kutafuta riziki, ukafanya mabaya yasiyotakikana kama nilivyoashiria, ukadhuru, ukachukua vya watu, ukatapeli, na unaweza ukatapeli kama hiyo riziki haikuwa yako. Tuna mifano mingi katika maisha ya kila siku. Kuna mtu kafanya fujo, katapeli, kadhulumu, kenda mahakamani, katengeza ushahidi ambao hakimu ni mwanadamu. Hata angekuwa nabii anaweza kuvungwa na kudanganywa na maneno mazuri ya msemaji. Hakimu akampa haki mtu, nyumba yako leo inakatwa judgment, kesho kutwa anajifia ule mtu. Unadhani hiyo nyumba itakuwa ni riziki yake? Hapana. Wallahi matukio haya yametokea katika jamii yetu. Leo judgment imepita, nyumba yako, hizo dokumenti wamekuja kubadili warithi wake, sio yeye. Wale ilikuwa yao, wako kitandani, lakini nyumba imeanguka mikononi mwao kwa njia ya ardhi. Yeye aliopambana miaka 2 mizima na pesa za wakili hakupata, anaenda katika jahannam kwa sababu amedhulumu. Subhanallah. Kwa kweli haya ndio maana yake, lakini sio maana yake tusitafute. Tutafute aya za kutafuta riziki, aya za kuhangaikia riziki ni nyingi mno. Ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi mno.
watu mbalimbali aliowataka wafanye kazi, wahangaike, wasibweteke, watafute mali kwa njia za halali. Shekhe, tuangalie upande wa pili wa shilingi. Sasa ije upande mwingine, umesema tutafute kwa njia ya halali. Lakini kuna jambo ambalo linatatiza sana watu. Unaweza ukawa kwa mfano umedhulumu, sawa? Na uliyemdhulumu hajui. Sawa? Yani nitoe mfano, umepata mathalan umemdhulumu mtu tuseme 50,000. Sawa? Yani umefanya bana, ule mtu tumemzika, tuchukue 50,000. Kuzika yani tumemdhulumu, tumemtoa katika ramani yetu. Na mwenyewe hajui, ambaye anastahili kuipata ile 50 hajui. Sawa? Imani ikakuingia. Sawa? Ili nalolifanya ni haramu. Pesa unazo mkononi, Sheikh. Ukizichukua tunasema inakuwa ni riski yako kwa njia ya haramu. Lakini ukiziacha huzipati zile 50, Sheikh. Yani huenda hata ukaenda ukalala njaa. Sawa? Ya 50 ukamrudishia mwenyewe. Lakini yani kuna ifikra hii si riski, si iko mkononi, ni yangu. Lakini ni ya haramu. Basi namrudishia mwenyewe, Allah anipe 50 ya kwangu. Huipati siku hiyo. Ama unaambulia umaskini. Umeacha dili kubwa ambalo lilikuwa kulikupe mamilions ya pesa. Lakini umewapa wastahiki, wanaostahiki. Lakini zile ulikuwa kuna uwezo, tena hakuna ambaye angejua. Kuna tofauti ya watu wangeshuku. Hakuna ambaye atajua kabisa kama umepiga dili lako la pesa fulani. Lakini ukasema acha ila wewe mwenyewe ndio unajua. Wewe ndio unajua. Peke wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukasema hii ni haram, acha niwapatie wastahiki. Watu wakafurahi pesa zetu hizi wakachukua. Lakini wewe pale yani inatakana kibinadamu, inatakana Allah aseme mja wangu basi chukua na hii, ipatikane njia yote ile upate pesa zako. Lakini huenda kuna watu mtu bora umaskini lakini Allah yuko radhi na mimi. Hiyo bora umaskini. Lakini ukiichukua kama tulivyosema bado itakuwa ni riski yako, lakini umeipata kwa njia ya halal. Na ndio pale mwanzo uliposema ni chochote chenye manufaa hata kama umekipata kwa haramu. Hata kama ni kwa haramu. Sasa unaweza ukadhulumu mtu, ukaichukua ile pesa, ikawa ni riski yako kwa njia ya haramu, ukaamua kuiregesha. Ukiamua kuiregesha si riski yako tena. Sasa hapa ni vipi, Sheikh? Yani panatatiza kidogo. Hayo ndio tafsiri ya kwamba kama chako ni chako tu, wale uliowarudishia wale ilikuwa ndio yao. Wale uliowarudishia wale mpaka Mwenyezi Mungu akujalia ukapata mazuri kwa poa kwa ujanja wako. Ndio. Kwa kweli ilikuwa si yako, angalia ilivyo, kwa kweli ilikuwa sio yako ile. Kwa kweli ilikuwa sio yako. Imepita kila umeona kama umeshika kala moto tu. Ndiyo. Umeamua uirudishe. Sasa wale uliowarudishia wale walienda wapi siku ile? Walienda shamba? Hapana. Walienda kiwandani? Hapana. Walienda kuvua? Walienda kuwinda? Hapana. Lakini imewafikia, haikuwafikia? Imewafikia, Sheikh. Ndio maana kama yako ni yako tu, hata ukitulia. Lakini mimi nilikuwa kuna uwezo. Si kwa kusudi ya kuzembea, wala hawakuzembea. Lakini kwa kuwa na riziki yao, wala hawakuitarajia, Allah ameichunga imefika kwao. Na huyo alitaka kuichukua kwa mabavu, kwa kuwa si hakupangiwa azalan, yeye mwenye kaona isikae mkononi airudishe kule. Ama matarajio yake ya kuona, ya Rabbi mimi natoa hii nipe yangu, hiyo unasema nipe yangu, nani kasema? Pengine haikuandikwa hiyo yako, ndio maana ukairudisha. Sasa sio unarudisha kama binadamu anarudisha hii basi nipe hii. Mwenyezi Mungu harudishi change katika staili harudishi change katika mtindo huo. Mwenyezi Mungu amekusaidia sana kuwa wewe amekuchunga, amekutoa katika dhulma ambayo ungeweza kuingia. Tizama mazingira yalivyokuwa. Watu wote walikuwa hawakujua kama wewe una dili fulani baya, lakini Allah ameifanya dhamira yako inajisuta, haikubali. Nirudishe tu, nirudishe. Hapo nguvu zile za maandishi ya asili zinakuja kwamba hiyo sio yako, na kwa maana hiyo lazima itoke. Wale ndio yao, lazima ifike, tena utaipeleka wewe kwa mkono wako. Wewe mwenyewe uliojifanya umetafuta, mwenyewe sasa unaiona hapana, nirudishe kule. Sasa hapo kwa kweli si swala la kwamba nabaki katika umaskini. Hiyo dhana nyingine. Umaskini
sio siku zote kukosa hela. Ukisema umaskini kukosa hela, umeifinya utajiri, umeufinya utajiri, umeufinya kwenye dhana ya kuwa na hela. Ikawaje ndio tujizoea sisi. Ndio. Nikupe mfano. Ndio Sheikh. Mtu ambaye ana ulemavu wa kutokuona. Ndio. Haoni kabisa, blind. Haoni. Ndio. Huyu kama utamwambia kuna daktari anatibu hayo macho, utaona. Tena kwa uhakika kabisa utaona. Ila tu umpatie milioni 10. Na usipoona atarudisha. Na ukitaka hata muandikiani kwa wanasheria kabisa, sio kwamba utapeli. Kama ana uhakika ni kweli, anazo atatoa, hana atazitafuta. Hata kama auze banda lake ili awe mpangaji. Kweli sio kweli? Kweli. Kama atakuwa na uhakika kwamba kweli nitapona. Ndio. Sasa maana yake nini? Wewe una kitu, una uwezo ambao thamani yake zaidi ya milioni 10. Ndio maana huyu yuko tayari atoe milioni 10 ili aweze kuwa kama wewe. Sasa wewe ukiufinya uwezo na utajiri wako kwenye hela tu, wewe bado hujatambua nini maana ya uwezo. Sio uwezo pesa tu. Maana utajiri sio pesa. Sio pesa tu. Laisa alghina an kathrat al-ard. Sheikh, umenikumbusha kuna tajiri mmoja hapa Tanzania aliongea maneno yakazua gumzo kweli hivi karibuni. Alisema bana, utajiri sio tajiri wa pesa. Muislamu na ni tajiri mkubwa hapa Tanzania. Aliandika kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Kwa bana, utajiri sio utajiri wa pesa, bali utajiri ni utajiri wa moyo, ama furaha ya moyo ndio ule utajiri wenyewe. Ikazua mazungumzo mengi mpaka watu wakasema huyu anaongea haya maneno kwa sababu hajaishi maisha ya kimaskini. Yaani furaha ya moyo ama utajiri wa moyo unatokana na hizo pesa. Na ndio maana wengi wanajua kuwa utajiri ni pesa. Utajiri sio hapa. Umetoa mfano mzuri wa thamani ya macho ambayo sisi watu wengi hawaiangalii kwa upande huo. Lakini mtu anasema yani yule ni tajiri, lakini ameona kwa bana moyo wako ukitulia basi unakuwa tajiri. Hivi figo kusafisha bei gani? Ni ghali. Tunaambia si karibu 350,000 kila wiki, si kitu kama hivi. Ndio. Wewe ambapo Allah amekupa vitu hivyo havihitaji kutoa 300,000, sio kwa kila wiki, kila mwezi huhitaji kutoa senti 5. Hivi hicho ulicho nacho wewe ambacho huyu ili aishi atoe 300,000 kila wiki au kila mwezi, wewe unacho free of charge. Sasa huna kitu wewe. Nimesema sio pesa tunazitoa, lakini sio pesa tu. Laisa alghina an kathrat al-ard. Si utajiri tu kuwa una vitu vingi, una dhahabu, una magari, una mashamba, una mifugo. Hapana. Innama alghina ghina nafs. Yani kama ghina nafsi hakuna, watu wote wanaohujumu uchumi, watu wote wanaofanya ufisadi, kuharibu mali za umma, si maskini. Si kwamba amelala na njaa wiki 2 ndio maana akaona bora akahujumu. Abadan. Bali hao hawawezi kabisa. Watazipata wapi hizo mali mpaka wahujumu? Asilimia kubwa ya watu wenye nafasi ya kufanya ufisadi ni watu ambao tayari wana uwezo. Mtu ana nyumba 2, 3, 4, 5, akaunti yake ndio imekosa pengine na milioni 200 na kadha. Ndio wanafanya fisadi. Tatizo nini? Wana umaskini wa nafsi. Ndio maana wanafanya hivyo. Akikuta mahala pana kaduka pengine kamtaji tu wala 8, 9, anafikiria tu wapeleke vijana jioni pale usiku wakaambushi waweze kuchukua mizani, mawe ya kupimia yale waondoke nayo. Sasa hatudharau wala hatuzitoi katika utajiri pesa, lakini sio pesa tu. Aweza mtu akawa na pesa bado akawa na umaskini wa nafsi, umaskini wa roho mbaya, kichachi cha mtu mwingine akataka awe nacho yeye. Kuna watu wanafanya mambo mabaya ya ovyo ovyo, unajiuliza huyu atafuta nini makamo haya? Huyu atafuta kitu gani? Singetulia tu. Huyu atafuta kitu gani? Ana nini? Unaweza kukuta mtu ana kila kitu ana kila kitu ashakuwa nacho, sio kwa nia nzuri, kwa nia tu ya kidunia, agombea ujumbe namba 10.
ana uwezo mkubwa, pengine ashahudumia jamii vizuri. Ndiyo. Atulie tu sasa, ukakuta naye anagombea ujumbe namba 10. Anashindwa anatafuta nini? Wewe kaa uwashauri vijana wako, ndugu zako wanafanya mambo. Ala kweli niseme tu kwamba isichukuliwe, mimi naungana na huyo uliosema tajiri. Alichosema kwa kweli, ukawa umepata salama, umeamka, huna shida. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya maneno yake sahihi alikuwa amesema man asbaha aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi walahu qutu yaumihi fakaannama huyiza lahu ad-dunya bihadhafiriha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man asbaha, mtu yeyote yule atakayepambazukiwa. Asubuhi imepambazuka, alhamdulillah, kamshukuru Mwenyezi Mungu, ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur. Ameamka lakini aminan fi sirbihi, yuko katika amani kabisa, hana wasiwasi wote wa nafsi yake, hana hofu kwamba kuna watu watakuja watanidhuru, watanifanyaje. Yani kuna amani, anapanga tu, niende kwa mjomba Mbagala Kuu, niende kwa shangazi Manzese, niende kwa nani, sihitaji permit ya mtu wala ruhusa wala kitambulisho. Naenda nasalimiana na watu njiani, kwenda asubuhi narudi usiku, sina wasiwasi. Ndio. Niko katika amani kiasi hicho. Sasa anayepambazukiwa aminan fi sirbihi, akiwa katika amani na uhai wake, amani na nafsi yake, muafan fi jasadihi, akiwa ameponywa, ana afwa, yuko salama, mzima wa mwili wake, haumwi, anaweza kutembea bila kuchechemea, anaweza kutembea na penye hitaji mbio kidogo, pengine akwepe kitu, anaweza kufanya hivyo. Walahu, anacho qutu yaumihi, chakula cha siku yake ile, ule mchana ule tu, sio na jioni, ule mchana. Tuna mipango ya mwezi, si tuna store, unaambia hapo usharibika. Hapana, yeye ana chakula cha siku yake ile, siku ile tu. Mtu mwenye mambo kama hayo na wengi tunayo kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu wa aina hii anaishi katika amani, anaishi katika utulivu. Ndiyo. Anaishi katika salama, hana magonjwa, hana magomvi na mtu. Habari za asubuhi, salama, shikamoo, marhaba. Huyu Mtume sasa anasema fakaannama huyiza lahu dunia, mtu huyu kama vile dunia yote kakusanyiwa bihadhafiriha, na vilivyo, yani dunia yote kama kapewa yeye. Na unaposema dunia yote ndio wamo kina Dangote hao, kina nani. Ni utajiri mkubwa. Hapa hakuna hata ndururu hapa. Lakini hivi wangapi tunavyo? Wangapi tunavyo? Na kama hivyo ndivyo, na hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawezi kuwa na mashaka labda hakuna cha labda, ndio hivyo. Wangapi tunavyo? Na je, tunahisi ndani ya nafsi zetu kwamba kuishi katika mazingira kama hayo ya usalama, ya amani, unatoka nyumbani kwako asubuhi, unaenda unakokutaka, hakuulizi mtu njiani, hakusimamishi wewe unaenda wapi, hujaona hapo marufuku, huku hakuna umarufuku, unapita hata kwenye magorofa ya ghorofa 20, huambiwi umefuata nini mtaa huu, umetoka porini huku umefuata nini, hakuna. Huulizwi, unatembea kifua mbele. Hii sisi kwa wenye imani ya Mwenyezi Mungu ni tunu kubwa. Ni zaidi ya pesa. Mtu wa Mwenyezi Mungu anasema huyu ana kitu kikubwa, kana kwamba amekusanyiwa dunia na vilivyomo. Hao kina Dangote wote vibarua wako. Allahu Akbar. Iko hivyo ndugu yangu. Ndugu yangu mtazamaji, iko hivyo. Tusiufinye utajiri katika pesa tu. Sawa Sheikh. Sasa baada ya kusema hilo Sheikh, kwa Muislamu ndio tunajazaje mioyo yetu kwa masala ya kuridhika na kile unachokipata? Kwa sababu tabu zote hizi, watu kufanya ufisadi, watu kuiba, watu kudhulumu, yote inakuja kwa sababu mtu anaona kile alichonacho hakitoshi ama hakitoshelezi. Muislamu kama Muislamu, yani atakuwaje na ile imani ya kuwa mimi hichi nilicho nacho, hichi ndio nilichoandikiwa leo,
nimekipata kwa njia ya halali, sijamdhulumu mtu, sijaiba, sijafanya nini, hichi ni changu, nimekipata na jasho langu, na hichi ndio kile ambacho nafaa niishi nacho mimi hichi. Tunakuaje paka yani Muislamu anajengaje ile dhana ya kuridhika kwa moyo? Ukweli ni kwamba dunia ina ladha yake. Na miongoni mwa vitu vya dunia ni hivi ambavyo tumepambiwa. Kwanza, Uislamu hauna vita na mali. Tuanzie hivyo. Uislamu hauna vita na mali. Sijakawa tukaona Uislamu ni dini ya umaskini. Kama unaweza kuchuma mali kwa halali, hata ukawa wewe ndio tajiri namba 1 duniani, fanya hivyo. Tayeb. La msingi uichume hiyo mali kwa njia ya halali na uitumie kwa njia ya halali. Tayeb. Uislamu unawataka wenye mali. Ndio maana utakuta aya zote karibu zinazosema waanfiqu, haziwalengi mafakiri zile. Haziwalengi mafakiri. Anfiqu zinawalenga watu wenye uwezo. Wenye uwezo wa kutoa mali watatoa mali kwa maana ya pesa. Wenye uwezo wa kutoa elimu watatoa elimu. Wenye uwezo wa kutoa nguvu watatoa nguvu. Wenye uwezo wa kutoa ushauri watatoa. Lakini wanaotakiwa kutoa ni wale wanaweza kutoa, kwa sababu kanuni faqidu shay'i la yu'tihi, asiye nacho hawezi kutoa. Asiye nacho hawezi kutoa. Uislamu hauna vita dhidi ya kumiliki mali. Bali Uislamu umeagiza watu wachume mali ili wazitumie kufanya mazuri katika ardhi, yakiwemo hayo ya kuwasaidia wasiojiweza, kusaidia mambo ya kheri, kuchimba visima, kujenga mashule kwa maana vyuo na kadhalika, kujenga hospitali, kuboresha maisha. Dunia hii kuwa ikaboreka, mtu ikawa anaishi vizuri, ana afya nzuri, ana furaha ya nafsi. Kadiri ukiwa hivyo, na ule uwezo wako wa kuabudu unakuwa ni mzuri zaidi. Muumini anayemjua Mwenyezi Mungu akiwa katika afya njema ana uwezo mzuri, anayeweza kurukui mpaka akainama vizuri, huyu anaenjoy sana katika sala kuliko yule ambaye anachuchumaa hivi kama anataka kuinama, kumbe ndo rukui. Anayeweza kusujudi kwenye ardhi au kilichotandikwa kwenye ardhi anaenjoy zaidi kuliko yule aliyokaa kwenye kiti anaashiria tu. Ndio Allah anakubali kwa wote, lakini mwenyewe kwamba hawezi kupenda kwa hiari yake afanye vile. Sawa. Sasa Uislamu hauna shida hiyo. Mmiliki wa mali enzi hizo alijulikana zama za Musa, Qarun. Katika watu wa Musa, Qarun kwa wakati yake alikuwa trilionea, lakini Allah hakumsema vibaya kwa nini umemiliki mali. Alimsema vibaya kwa kutumia vibaya mali na kuichuma kwa namna iliyo mbaya. Qur'ani iko wazi inamuelezea Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Tafuta kupitia hiyo mali aliyokupa Mwenyezi Mungu, itafute nyumba ya akhira. Madam mali unayo ya kutosha, wasaidie wasiojiweza, sio wazembe. Wanaofaa kusaidiwa ni wasiojiweza. Sababu za kutopata mali anazo, amehangaika, sio mzembe. Ukimsaidia mzembe kwa kumpa mali unapata dhambi. Hiyo unaweza ukaifanya pointi nyingine ya kabisa. Wabitaghi, na tafuta, fi ma ataka Allahu, kwa mali aliyokupa Mwenyezi Mungu. Bali ni zaidi ya mali, na ndio maana hakusema fil mali, fi ma, katumia ma tamko jumuishi kwa kile alichokupa Mwenyezi Mungu, kama nguvu, mamlaka, madaraka, pesa. Tafuta nini? ad-dar al-akhirah. Tafuta nyumba ya akhira, yani jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu kwa kutumia vizuri mali yako, uwezo wako, ushawishi wako, mamlaka yako. Itafute njia ya akhira, tafuta nyumba ya akhira. Kisha akasema, na hapa ndio tunapotaka, wala tansa nasibaka minad dunya, wala usisahau sehemu yako ya dunia. Wewe Muislamu hapo, kuwa na wake wako 4 kama unaweza kuwahudumia ipasavyo, bila ya dhulma, bila uonevu. Kaa katika nyumba nzuri, kipando kizuri, na ni moja ya furaha za dunia zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke mwema, raha za dunia, kuwa una makazi yenye wasaa, nyumba kubwa, sio uko kwenye chumba hata ukigeuka hivi
umegusa mkono mahala pengine. Hivyo vyote havikukatazwa. Kilichokatazwa ni matumizi mabaya na umiliki mbaya wa mali. Sasa tusichanganye hayo. Tafuta mali kwa nguvu zako zote, kwa sharti iwe halalan tayyiba. Sawa sawa Sheikh. Bila shaka dini yetu imekamilika Sheikh katika nyanja zote, na imani dini yetu imeleta baadhi ya sababu za kuongezewa kipato, risk, siite kipato, kuongezea risk. Yani kuna mambo ambayo Muislamu labda anaweza akayafanya yakawa ni sababu ya yeye riski yake ikakunjuliwa, ikawa kunjufu, ikawa nyingi. Naomba Sheikh utupitishe baadhi ya sababu zinazomfanya mwanadamu akaongezewa riski. Wallahi ziko nyingi, lakini kubwa inayobeba zote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru. Ila sasa tuna shida, na nimeanza na hiyo makusudi. Kushukuru watu wanadhani ndio tu kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kuna nyingine? Hii ndio division 0. Au ni F. Hapana Sheikh. Na ndio maana unakuta watu wasa, jamani Mwenyezi Mungu atusaidia kadha kadha, basi kwa uchache angalau tuseme alhamdulillah. Ukisoma definition Sheikh, mimi tunavyojua ndio kubwa zaidi. Ukipata lolote zuri, unasikia mtu la kwanza kabisa alhamdulillah, na ndio aona ashamaliza shukrani zote. Hapana. Ukiangalia wanasheria wetu, rejea hata katika Mughni al-Muhtaj ya Khatib Shirbini, anapoitambulisha nini maana ya kushukuru. Kushukuru anakwambia ni kutumia neema alizokupa Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo itamridhisha Mwenyezi Mungu. Rudia tena hii point Sheikh. Kuzitumia neema alizokupa Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo ataridhika Mwenyezi Mungu. Kutumia neema aliyokupa Allah kwa namna ambayo itamridhisha Allah. Unatumia macho yako kwa kuangalia ambavyo Allah anaridhika. Masikio yako unasikiliza vile vya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Unatumia ulimi wako, unatumia pesa zako, unatumia miguu yako. Mbona kama shukrani inaanza kuwa ngumu sasa? Na ndio hiyo. Kiwango cha chini basi angalau ndio umeshindwa yote. Kama wanavyosema watu wa fiqh, falam tajidu ma'an, maji hamkupata fatayammamu, ndio angalau sema alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Sisi tumezoea hii ndio kubwa zaidi, kumbe hii ndio ya chini, sio ya mwisho. Angalau. Na wanaojua sikitu wanasema jamani Allah ametufanyia mengi ndugu zangu, basi angalau kwa uchache tuseme alhamdulillah. Hamjasikia slogan hiyo? Sasa Allah anasema katika surati Ibrahim, la in shakartum la azidanna. Wewe Sheikh Bakari umesoma, unajua mtaalamu wa ala nyenzo za lugha ya Kiarabu. La in la mingi imekuja. La in shakartum, kuna uzito kama kiapo na msisitizo. Kwa hakika kabisa ikiwa mtashukuru, la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni. Umeuliza ni sababu gani? Nitakuzidishieni. Maana yake kwamba kama mtazitumia neema zangu kwa namna ya kuridhisha, mwenye pesa akasaidia jamii isiyojiweza, wale wenye uwezo wa kusoma ila hawana ada akawalipia, wanaohitaji matibabu akawasaidia, akawapatia njia za kujiondoa katika matatizo. Mtu hana makazi akamsaidia angalau kumjengea kachumba hicho kulingana na uwezo wake mtu. Ile ni shukrani. Shukrani. Unashukuru neema ya Mwenyezi Mungu. Unatumia neema ya Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo itamridhisha. Kama ndio hizo pesa, basi haya bana, kwani ndugu yangu vipi, mbona hivi wewe? Tunakuona hapa. Nashukuru maeneo ya Mtoro pale. Msikiti wa Mtoro Dar es Salaam. Nilikaa kwa ndugu yangu mmoja, si vibaya kumtaja, dukani kwake. Aitwa Saim Gwao, mwanahabari yule. Ndio. Akapita mama mmoja pale anauza matunda. Wakanunua pale na hivi. Basi vipi atukaja, alikuwa sehemu kadha kadha. Kafurahi sana mama yule, alikuwa kazi yake ni kuomba. Sisi mmoja tulimuita hapa, bwana wewe mama, kwa vazi lako unaonekana Muislamu. Hivi kwani ukipata mtaji hivi uweze ukafanya kazi ya kusaidia? Hasa nikipata mtaji angalau kama 200,000 hivi. Tukamtafutia tukampa, hajaomba huu mwaka wa pili, anafanya biashara yake anaenda. Allahu Akbar.
bali anasaidia madogo madogo. Alikuwa anatemea na kitoto chake kiko wapi sasa, siku hizi nimekipeka shule kinasoma siku hizi, kikimsaidia hiyo kuombaomba. Sasa kwa hiyo ukimshukuru Mwenyezi Mungu, sasa nitakuzidishieni, maana yake shukrani ndi hiyo ya kutumia neema za Mwenyezi Mungu kwa namna ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Una pesa zako, fanya ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Ifanyie mema familia yako, wafanyie wema majirani zako, ifanyie wema jamii yako. Hakuna ubaya wewe kama una pesa, hata kama nyingi sana. Si unalipa kodi? Kulipa kodi maana unachangia mchango wako, serikali ndio itaratibu. Sidhani kama kuna ubaya. Mtaa unaokaa unajua kabisa hapa tunaupita sisi, hata mtu akiumwa hapa haiwezi kuja ambulance itaishia kule. Pana korongo pale kubwa. Hapa pitiki, pana hivi imemonyoka toka El Nino. Sidhani, na hakika iko hivyo. Unaweza ukenda kwenye mamlaka husika ukomba ruhusa ufanye marekebisho hapa. Watu mipango mimi watakwambia bwana, hapa unatakiwa hivi pasimamiwe. Kuna mane gani ukanunua mawe yako, lori zinazotakiwa, mchanga wako, sementi zako, paka karabatiwa, watu wakapita kwa raha. Tayari umesaidia. Na hapo umeshukuru. Umeshukuru neema za Mwenyezi Mungu. Ni namna ya kushukuru. Na ukishukuru utaongezea. Atakuzidishia Mwenyezi Mungu. Ni ahadi yake. La azidan, wallahi nitakuzidishieni. Kwa hivyo moja asbabu za kuzidishiwa ni kushukuru. Sasa usije ukashangaa kama mtu moja ya sababu bwana wewe wasaidie watu. Ndio hiyo unashukuru. Mwingine za kupitisha mtaa mwingine, ndio huko tuko mtaa mmoja. Kwa hivyo main ni hii ya kushukuru. Ni main. Kushukuru, ila hasa tatizo watu hufinya shukurani kwenye neno hilo moja. Kumbe hiyo ndo ya chini. Ni ya chini. Kubwa zaidi ni kuitumia ile neema kwa namna ambayo Allah anaridhia. Sawa. Una ilmu, itumie. Na wewe mwenyewe utaona. Na shekhe, wewe ni msomi na kufahamu. Hivi msomi ambaye anayetumia ilmu yake akaigawa akafundisha watu, na yule ambaye toka ametaharaji aidha kwenye darasa duara au chuoni hajashika kitabu, hagawi ilmu, unadhani nani elimu yake inakuwa? Huyu anayefundisha. Inaongezeka. Hata kisima kile kinachochotwa maji, ile mirija ya nani ardhi inafunguka zaidi kuliko ile ambaye kisima kimejaa maji wa bi'ri mu'attala kimekaa tu hakiwezi cooperate kitu. Kwa hivyo moja ya siri ya kuongezewa riziki na Mwenyezi Mungu ikafunguka zaidi riziki kwa kweli ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Shukurani ni nini? Kutumia neema za Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo Allah itamridhisha. Ukirejea Mughni kwenye shukurani, utangulizi pale wa Minhaji anapolichambua neno hili Imam Khatib au Shirbini al-Khatib, utakuta anakufunga hivyo, na kama walivyosema wengine akali, basi angalau usikose kusema angalau alhamdulillah. Subhanallah, sio mchezo. Ukifanya hivyo inafunguka riziki. Kama elimu, wewe kazi yako pale unafundisha maana unapata muda wa kupitia kurejea, inaongezeka elimu. Ndo ziada ile inazidi. Na kama kwa sababu hii kutoa kwa ajili ya Allah, wajalia pengine umeamua tu kuna mwalimu yule toka nimepata akili yangu, ana watoto wale barazani kwake anasomesha karibu 30-40, hana mshahara wala posho, mimi nitaweka guarantee kila mwezi nitampelekea 100,000 apate angalau sabuni. Umeingia kwenye point nyingine ambayo inabidi nije nikuulize tu. Kwenye sadaka. Yani hapo, yani umetoa mfano mzuri ambapo ulikuwa nataka kuja hapo. Shekhe, mimi ninapokea mshahara wangu, tuseme napokea 100,000. Sawa? Nijiwekea utaratibu, kodi wanachukua. Sawa? Na wewe ujiwekea utaratibu, mimi nina 20,000 kila mwezi ya mshahara wangu. Naitoa sadaka, na ima namtampa ustadhi wangu ambaye kila mwezi mimi 20 yangu. Pale hakika sabuni anapata kwangu. Anapata kwangu. Sasa shekhe, hapa tukikatwa kodi kwenye mishahara tunasema ni makato. Na wewe umejikata tena nyingine hii unafanya kwa ajili ya Allah. Makato mengine haya. Hapa pesa inapungua shekhe. Haiongezeki. Sadaka maana yake inapunguza mikwanja tulionayo kwenye sura ya nje. Kwenye sura ya nje. Sura ya nje. Kivipi shekhe? Inapungua volume
ya kile kitu chenyewe kilicho machoni. Lakini sisi tumeambia sadaka katu haipunguzi mali ya mtu. Katu. Upunguaji unaopungua wewe, unaopungua hapa ni kuona ile namba imeshuka. Kutoka 100 imekuwa 80 sasa. Nimetoa 20. Ndio sura tunayoiangalia sisi hiyo. Ndio upungufu tunaoangalia sisi. Kweli ukiangalia upungufu katika sura hiyo utaona imepungua. Lakini ukiangalia katika uhalisia wake haijapungua. Tujalie umempa huyu katika 100,000 20,000. Yeye akaona alhamdulillah rabbil alamin pata 20,000 sasa maana mimi angalau hai hapana. Huyu leo kanipa, leo binadamu, kesho ngoja zikifikia 40 tu naiweka hii kwenye kibubu, nitaanza kufungua kingi changu hapa. Naita hapa nachukua machungwa 20 na chonga hapa nafanya kadha na kadha. Wewe kule unahesabu imetoka 20,000 lakini wallahi pengine baada ya muda ishageuka 80 ile, ishageuka 90, ishageuka kadha. Hiyo moja. Lakini wewe pesa, shida yako hela za nini wewe kwanza? Unaweza kusema haja yangu nikutumia. Matumizi gani? Ni ile kula watoto wako tu au kusaidia, sababu swala la kuona watoto wako tu hichi tunaita anania, ni uselfish, ni ubinafsi. Uislamu hauangalii mali kama wewe na watoto wako, ingawaje ndio kipaumbele. Wabida biman taulu, anza sadaka yako kwa wale wategemezi. Lakini Uislamu unaangalia mali kama ya watu wote. Inaangalia mali kama ya watu wote. Na ndio maana ikiwa mtoto yuko pale kafiwa na babake mzazi, wewe ndio msimamizi, na mtoto wewe unajua akili yake si nzuri, muhuni tu, nikimpa hela asubuhi kila siku anadai 200,000, akacheza korokoro huko ananyang'anywa, tunaambiwa wala tusufaha amwalakum, sio amwalahum. Amwalakum, mali zenu. Zetu vipi? Mali ya yule unamshikia ndio yako wewe. Ukitaka kujua yako wewe, jalia asingekuwa na mali yule, ingekula kwa nani? Kwako wewe. Kuwa na mali yeye kana kwamba kakupunguzia mzigo wewe. Sasa katika jamii sisi mwili mmoja, idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Sehemu moja mwili ikitetereka na mwingine unatetereka. Hiyo 20 unoikata kweli katika macho ya kawaida unaona umepungua. Na ndio maana hata hiyo 20 ukiitoa ipungue mali katika sura, lakini hatuna maana ipungue ile kuwahudumia familia yako. Huruhusiwi kisheria kama upunguaji huo watoto wako hawatapata riziki. Ni kosa. Hata utoaji wa nje, ndani kwanza patulie. Wabida biman taulu. Anza hawa. Hasa kama unaanza hawa washakaliwa vizuri, huyu wa nje ukamsaidia bila kuwadhuru wale, upungufu huo unauona wa machoni ni kweli, lakini uhalisia wa mambo bado hapajapungukiwa kitu, kwa sababu Mtume SAW anasema sadaka kiuhalisia wake haipunguzi mali. Kuna kitu cha kiimani lakini lazima tukikubali. Kuna kitu kinaitwa baraka. Kuna kitu kinaitwa baraka. Hii baraka inapatikana kwa watu wanaotoa sadaka kwa ajili ya Allah. Inapatikana baraka kwa sababu hicho kiduchu ulicho nacho na ulichokitoa kinakuwa na baraka, kwa sababu kama wanavyosema siri ya baraka iko nyingi. Hata Mwenyezi Mungu ile kukupa busara ya utumiaji wa mali, yote ni katika baraka. Unaweza kabisa wewe mshahara wako uko ofisini kwako 100,000, mwenzako analipwa 300,000, bosi wako pengine. Yule matumizi yake ni ya ovyo. Anahonga, kamari, hivi. Unadhani itaisha upesi 300,000 hizi za kuhonga au 100,000 ile? 300,000 itaisha hii. Wewe 100,000 umenunua kilo zako 20 za unga na maharage yako kilo 5 na sukari kilo 2, umeweka nyumbani, una chenji mkononi. Yes, siku ile kenda kule washamjua mwisho wa mwezi, kimwaga ameleta leo, anabadili, anagonganisha viglasi tu vyenye stand ndefu na kiuno chembamba kile. Dakika 3 tu. Na waulizeni wahasibu katika makampuni mbalimbali ni kina nani wanaokwenda kujiandikisha kukopa pale mshahara ujao.
ni wale malofa au wale wenye nafuu. Ni wale wenye nafuu. Ndio. Tatizo nini? Hakuna baraka katika matumizi yao. Ndio, Sheikh. Kwa kweli kitakwimu 100,000 ukitoa 20 sema 80,000. Lakini kwa kweli hizo 80 zina baraka kuliko 100,000 ambaye au 200,000 mwenyewe anafikiria aende akahonga. Sasa kama wewe umeona nikitoa 20,000 hizi watoto wangu hawajadhurika wala kila kitu, itoe na utaona baraka zake. Sawa sawa Sheikh. Vinaweza vikafunguka vyanzo vingine usivyovitegemea. Sawa Sheikh wangu. Muda unatupiga kumbo Sheikh, lakini tumalizie katika swala ambalo pia ni la msingi lingine. Kuna maneno pia yanazungumzwa na mashekh kuhusiana na kuunga udugu. Hivi kuna alaka gani? Kuna uhusiano gani baina ya kutanuliwa riski na masala ya kuunga udugu? Na ukiwa utakata watu wa familia yako huenda ikaathiri katika ile baraka ulioitaja ya pesa. Kuna uhusiano gani baina haya Sheikh? Uhusiano ni mkubwa. Kuunga udugu ni moja katika vitu vilivyoagizwa na Mwenyezi Mungu. Amri yake. Ndio Sheikh. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Ndio. Mwogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kupitia yeye wakati mwingine mkinasa mnaombana baada. Wallahi bana billahi, wallahi muone Mwenyezi Mungu nipe kiasi kadha, unamtumia Mwenyezi Mungu kukazia shida yako upewe. Sasa muogopeni huyu Mwenyezi Mungu ambaye kupitia yeye huwa mnaombana katika shida mbalimbali. Lakini akasema wal arhama, ai wattaqul arhama an taqta'uha. Ogopeni udugu msije mkauvunja, kwa sababu udugu una thamani, na ndio maana udugu hata kama utakuwa mbaya huu hawishi. Huwezi kumsikia mtu anakwambia unamwona yule alikuwa kaka yangu, alikuwa mjomba wangu. Anaweza kwambia bana yule aliwahi kuwa jirani yangu. Hata naishi Mbagala, siku hizi naishi Manzese, si jirani yangu tena. Lakini alikuwa. Lakini kwenye arham husikii neno alikuwa shangazi yangu, alikuwa mama yangu mdogo, alikuwa mjomba wangu, hata kama mshaunganishwa hata kama msalimiani. Na ndio maana kwa maana hiyo sasa haitakiwi kukata udugu. Sasa je, una mahusiano gani na riziki? Naam, kama ndugu yako huyu unamsaidia na anazo sababu za kusaidiwa, riziki inapanuka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua wazi kwamba wewe ni mtoaji na unaunga udugu, kama yale aliyoyasema Waraka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah hawezi kukudhalilisha hata siku moja. Kalla lan yukhziyaka Allahu abadan. Kwa nini? Innaka latasilu rahima. Ndio. Wa tahmilu alkalla wa tu'inu ala nawaibi dahr. Hizi ni asbabu za kuwa usiharibikiwe. Lakini kuna kitu kingine si sahihi. Si kudekeza ndugu. Kuna tofauti ya kuunga na kudekeza. Kuna kuwadekeza na kuridhia ndugu yako. Kijana mwanamume kaja leo kakuomba faza ni brother, hivi ni brother, kakujia na suruali yake mlegezo kashaishusha iko kwenye makalio. Brother, pati kwanja hapo nipe. Mwangalie kwa wewe uko ashamaliza shule. Shule umemalizaje? Mimi sijamaliza. Mimi shule unamaliza wewe vipi? Basi ndio hivyo. Kesho njoo asubuhi na muongezi na wewe. Mwambie toka umemaliza, huje niambie. Uliza huu brother na mwezi wa 7 utoka nimemaliza shule. Umemaliza wewe? Hayo, umemaliza kiwango gani cha elimu? Alimaliza lakini sikupasi, sikuchaguliwa. Unachaguliwa kama nyanya. Wewe ufanye vizuri masomo, unachaguliwa vipi? Wewe mtu umekuwa mjinga, walimu watakuchagua, wakuchagua shakuona hufai kwenda mahala. Ndio. Sasa ukijua kwamba huyu ana dhamira ya kujikwamua, huyu ndio arhamu wa kukumbatiwa, wa kusaidiwa. Sawa sawa Sheikh. Na msaada sio kumpa pesa tu. Au kaa hapo shemeji yako ikiwa chai tayari atakwambia. Kumsaidia mtu ambaye anawajibika. Neema alizopewa za Mwenyezi Mungu, afya ya mwili, kuona, kusikia, kuweza kusema, anazitumia vizuri. Ndiyo. Ila tu anahangaika, jana kashinda kule saiti, labda atapata kibarua akakosa hivi na hivi, wala wenyewe hana busara ya kufanya jambo jingine. Huyu naam, lakini sio mtu ambaye unamdekeza, unamziki. Wewe unaenda kazini kuhangaika, yeye huku shemeji ile remote iko wapi vile? Yuko varanda anabadili channel. Huyu kumlea mtu kama huyu hatutakiwi katika dini, kulea watu katika sura hii. Sawa. Takiwa tuwaweke watu
malezi ambayo hupo baada ya muda anaweza na yeye kuwa ni mtu anayeweza kujifaa, akafaa familia yake, akafaa jamii yake, akafaa na taifa lake pia. Sawa Sheikh. Tumezungumzia kuhusu shukrani, ukaieleza kumbe sivyo kusema alhamdulillah tu. Lakini kuna jambo lingine na nataka tumalizie hilo kwenye kipindi hiki, ni swala la istighfar. Katika vitu nadhani utatuweka sawa, katika vitu katika miongoni mwa sababu tumeambiwa tufanye istighfar, tutaongezewa, yani katika sababu za kuongezewa riziki. Hii istighfar nayo ni vipi? Ni huko kutamka astaghfirullah inatosha kwa mimi nitafungukiwa kwenye riziki, ama ni vipi Sheikh wangu? Neno istighfar la Kiarabu na maana yake ni kumuomba Allah akusamehi. Sawa. Kama una madhambi unayoyajua au usiyoyajua, na tulenge haya unayoyajua. Sasa ukawa mimi nimekoma na kuomba Mwenyezi Mungu, unamwelekea Allah na kuomba Mwenyezi Mungu unisamehi hii dhambi ya kuboteka bila kufanya kazi, basi tena hii dhambi ya kujitia naombaomba na msikiti unachangiwa kumbe hakuna hata kiwanja, ni utapeli tu, naacha kuanzia sasa nitahangaika inavyotakiwa. Istighfar maana yake ni kumuomba Allah akusamehi kwa makosa yako. Haya makosa haya istighfar inakaribiana katika sura hii na toba ya kweli. Okay. Toba ya kweli inamaanisha kuachana na madhambi. Wewe unaomba msamaha kwa madhambi gani? Nilikuwa mwizi, nilikuwa mcheza kamari, nilikuwa mlevi, nilikuwa mzembe. Tatizo huwa tunaomba msamaha, tunatamka kuomba msamaha wakati hatujawa tayari. Kama kwenye tauba. Toba ni iqla, unaacha. Lakini sio kusema tu tuba alaina, tuba alaina, tuba alaina. Unaweza kusema hivyo lakini bado. Tutoe mfano. Wako baadhi ya Waislamu ikikaribia mwezi wa Ramadhan, ndio pengine anaona wiki ya mwisho kuna siku 5-6, na alikuwa anania kucheza ngoma kama ni ishara ya furaha kwa kuwa mwanawe aidha kaolewa au anaoa. Ndio. Sasa anakaa anambia hapana bwana, leo mwezi 27 au 26 Shaabani tukicheza ngoma kisha kutwa bado siku 3 tunaingia Ramadhani. Haiwezekani bwana, hiyo ni dhambi kubwa itakuwa tumefanya. Hayo tuliotoka nayo mwaka mzima na ni zigo kubwa. Mimi naona bwana, bora tutubu kwa Mwenyezi Mungu, tuachane na mambo haya. Ndio tusicheze ngoma mwezi wa Ramadhani, huu mwezi wa toba. Kweli wanaacha. Sasa sio kuacha ile iqla, wanasitisha kwa muda. Wanasitisha ili ikija Shawali watu shamaliza 6 warudie. Ili sio toba. Hata kama tapiga mikile tuba alaina, huo ni uhuni tu. Sio tauba. Toba ni iqla, unangoa na mzizi wenyewe. Basi nimekoma, sirudi tena. Sasa hii ni kweli, hata ukisoma kule wa anistaghfiru rabbakum, miongoni mwa yaliyosemwa na Nabii Allah Nuh, na kupitia wote wa anistaghfiru rabbakum, na kwamba muombeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika Mola hakuacha kuwa msamehevu, bali muda wote ni msamehevu. Akataja huu msamaha, matokeo yake ni yapi? Ndio hayo aliyosema, ikiwa mtafanya hivyo atakuongezesheni mali, mtukumbia amwali, atakuzisheni mali zitakuwa nyingi, wabanin, na watoto tapata wengi, tena wale mwatakao madume. Akataja vitu vingi mpaka zitakuja mvua, sama alaikum bidrara, vitu vingi. Kwa hivyo wanaotaja istighfari ni moja ya sababu ya riziki, ni kweli, lakini istighfari hii hapa ni spika tulile jiungo la kutokea, lakini haya tunayasema yanapitia hapa, yatatokea huko kwenye vyombo vya watu, pale ni pa kutokea tu. Sisi istighfar iwe hapa ni pa kutokea tu. Kama mtu anastaghfiru kweli kweli ndani ya moyo, anadhihirisha kwa matamko, hapa na shaka istighfar kama hiyo inakuwa ni sababu ya kukunjuliwa riziki. Lakini maneno tu anatamkishwa, sema astaghfirullah, sema haya, sema tena astaghfirullah alazim,
qulu jami'an nastaghfirullah, kama kwenye ndoa zetu zile mashekhe wetu wanatukumbusha, jamani, haya qulu jami'an nastaghfir, watu wanasema astaghfirullah. Masela utakuta wale kumleta mwenzao kuja kuoa, wengine wanakaptura wamekata kwa visu juu ya magoti astaghfir. Sasa unadhani wale wanastaghfiru kweli? Wanaomba msamaha wale? Ni neno tulinasema pale hadharani na kila mtu analikariri. Ni mchezo kama mchezo fulani, lakini kama istighfari ni ya kweli, ameguswa mtu, amejuta, amesononeka, kwa nini mimi namkasirisha Mola wangu, niombe anisamehe, nirudi katika utaratibu mzuri. Mwenyewe na mtu anajijua ni yapi mabaya anayeboronga boronga, akaamua kurudi katika mstari, hapa ana shaka. Istighfar ni moja ya vinavyokunjua riziki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sasa ukunjuaji huu sio mpya kwa Allah. Azalani alikushajua huyu siku moja ataharibu, atastaghfiru, nitamkunjulia. Ilikuwa ishaandikwa tayari. Ilikuwa sio mpya. Mapya kwetu sisi tu. Sawa sawa Sheikh, shukran sana. Na nadhani tutaweka siku maalum kwa ajili ya masala ya shukrani. Ndiyo. Siku maalum kwa ajili ya masala ya tauba, kama hayo ni jambo zuri sana, sababu ni jambo ambalo ni pana sana kama ulivyotangulia pana, na nakiri kwamba tunaliboronga sana. Nakiri kwamba tunaboronga sana. Kwenye mafahimu tutalirekebisha bila. Wallahi kipindi jina lake ni zuri sana, na kwa kweli kuna mambo mengi inabidi tukumbushane kwa upana wake. Sawa sawa kabisa. Basi mtazamaji wa AD Plus, tumefikia tamati ya halaka leo ya leo, na tulikuwa tunazungumzia ufahamu wa riziki, na Sheikh ameeleza kwa upana sana ndani ya muda huu ambao tumeuzungumza, na bado mambo ni mingi sana ya kuzungumzwa, lakini tumechukua zile nukta muhimu ambazo wewe kama mtazamaji, kama msikilizaji unatakana unazifahamu. Usikose kusubscribe katika AD Plus, AD Plus Swahili. Ingia pale, subscribe, ingia pale, like page zetu, na vile ukiwa una mada ungependa tuizungumzie, Sheikh Tahabani azungumzie, basi andika kwenye comment pale kwa bana, Sheikh Tahabani naomba uzungumzie jambo fulani limeathiri sana jamii. Kumbuka kipindi ni Mafahim Podcast. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika.